Bwana, rasmi sasa dabi haitokuwa tarehe 15 Juni kama ambavyo tulitangaziwa, na hii ni mara baada ya bodi ya ligi kutangaza mchezo kuusogeza mpaka Juni 25. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa bodi ya ligi bwana umetoa taarifa hiyo, na nikupitisha kwenye kile ambacho bodi ya ligi wamekiandika. Wanasema bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeusogeza mbele mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 kamili jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Juni 13, 2025. Bwana, hii ndio taarifa ya bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga. Sasa moja kati ya maswali ambayo pengine kila mmoja ama mdau wa soka ama shabiki wa soka anajiuliza ni kutokana na kauli ya Simba, lakini pia ni kutokana na kauli ya Yanga. Tuanze na wenyeji ambao ndio wenyeji wa mchezo huo. Yanga walitoa matakwa yao kwa bodi ya ligi wakiitaka bodi kufanya yafuatayo ili waweze kucheza dabi. Walisema wanahitaji katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau ajiuzulu, lakini wakamtaka CEO wa bodi ya ligi ajiuzulu, lakini wakataka ile kamati ya masaa 72 ivunjwe. Sasa moja kati ya mambo ambayo Yanga walizungumza ni kwamba endapo watatekelezewa matakwa hayo, basi watakuwa tayari kucheza dabi. Sasa unaweza ukaona kwamba bodi ya ligi wametangaza tarehe nyingine ya mchezo, lakini Yanga walisema hata kama hayo mambo yatatekelezeka, basi hawako tayari kucheza Juni 15, bali watatakiwa wapangiwe tarehe nyingine ili waweze kucheza. Sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wao tumeona taarifa ambayo wameitoa kupitia kwenye vyanzo vyao vya habari. Upande wa Instagram wekundu wa Msimbazi Simba wameandika, na nisome kile ambacho wamekiandika. Wanasema klabu ya Simba inauarifu umma, wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo nambari 184 kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na ni kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025. Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kujaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu. Ndicho ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wao wamekiandika kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram, wakisema hawako tayari kushiriki mchezo wowote wa dhidi ya Yanga kama hautopigwa Juni 15. Sasa swali ni kwamba mara baada ya bodi ya ligi kutangaza mchezo kusogeza mbele mpaka tarehe 25 Juni, wekundu wa Msimbazi Simba watashiriki mchezo huo? Na swali jingine ambalo unaweza ukajiuliza, je, yale matakwa ambayo Yanga waliiomba bodi ya ligi yafanyie kazi, na mpaka sasa hatujaona taarifa yote ya bodi ya ligi juu ya kile ambacho Yanga walikiomba. Je, Yanga watacheza mchezo wa tarehe 25? Ni moja kati ya maswali ambayo unaweza ukajiuliza, lakini mwisho wa siku mara baada ya bodi ya ligi kutoa tarehe nyingine ya dabi, pengine huenda wakaja sasa na majibu ya Yanga, lakini pia wakaja na majibu ya wekundu wa Msimbazi Simba ya kwa nini wameusogeza mchezo wa tarehe 15 kwenda tarehe 25. Pengine huenda tukaja na tukapata majibu ambayo kila mmoja kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa upande wa Yanga
pengine watakubaliana nayo na kuweza kushiriki mchezo huo wa tarehe 25 ambao umesogezwa mbele. Sasa mara baada ya taarifa hiyo kupitia kwenye ukurasa wa bodi ya ligi, tumeona komenti mbalimbali za baadhi ya wadau, mashabiki wakizungumza kwa maoni tofauti juu ya hiki ambacho kimetolewa na bodi ya ligi. Huyu anasema hiki chama sawa, hakina msimamo. Mwingine anasema mpaka hapo Yanga bingwa. Mwingine anasema ila Yanga inawavuruga sana TFF. Mwingine anasema hatuchezi pati 2 inakuja. Mwingine anasema we jamaa sawa. Anasema Simba hatuchezi. Mwingine anasema kuimba kupokezana, haya waanze kuimba wao hatuchezi. Mwingine anasema sawa. Mwingine anasema hatimaye mlevi kasukuma meza namba 184, meza iliyosheheni vinywaji vya bei mbaya. Mwingine anasema hiyo tarehe 25 watacheza sawa. Mwingine anasema sasa kesho waende kufanya mazoezi ya mwisho, wizara imewaruhusu. Mwingine anasema mwiba unatokea ulipoingilia. Mwingine anasema wasipokuja sasa tutaamini wamekimbia hakika. Mwingine anasema haya Simba zamu yenu ya hatuchezi. Mwingine anasema hii mbaya sana kwa soka letu ile kuwa ligi bora Afrika, na najiuliza tumepata vipi, tuko na safari ndefu sana kufika, hii ni aibu kwa soka la alafu mbeleni eti tunaandaa sawa. Mwingine anasema haya sasa ni zamu ya Simba kuimba hatuchezi. Mwingine anasema haya sasa sawa. Mwingine anasema this is Yanga. Mwingine anasema niliwaambia tuhakikishe simu zina bando na chaji ya kutosha. Ona sasa panazidi kuchangamka. Tunasubiri kuona watu wanajiuzuru. Mwingine anasema tukutane tarehe 25 sasa, na tulikuwa tunawataka sana. Mwingine anasema Yanga bingwa. Mwingine anasema sasa bodi ya ligi sawa, mjifunze kutenda haki. Mwingine anasema hatuchezi season 2. Mwingine anasema zamu yao sasa. Mwingine anasema mpaka hapo sawa. Bwana, ndicho ambacho kimeandikwa kupitia kwenye ukurasa wa bodi ya ligi mara baada ya kutoa taarifa hiyo ya kusogeza mchezo. Lakini tumeona pia picha zikisambaa mitandaoni, na tumeona kwenye peji mbalimbali wameweza kupublish zikimuonyesha Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa na viongozi wa Simba na Yanga. Nimemwona Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Hassan Dalali aliyekuwa mwenyekiti wa Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia nimemwona Galib GSM mwenyewe mdhamini wa klabu ya Yanga, Arafat, nimemwona makamu wa rais wa klabu ya Yanga pamoja na Andrew Mtine, CEO wa klabu ya Yanga, wakiwa kwenye picha pamoja na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Na tumeona picha ikizungumzwa kwamba Daktari Rais Samia Suluhu Hassan amekutana na viongozi wa Simba na Yanga pale Ikulu Chamwino wakijadili mambo mbalimbali. Pengine huenda ni masuala ya dabi ama ni mambo ya kulikuza soka letu la hapa nchini. Kwa hiyo ni moja pia kati ya picha ambazo zimesambaa mitandaoni zikimuonyesha Daktari Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na viongozi wa timu za Simba na Yanga mara baada ya mazungumzo na viongozi hao Ikulu Chamwino pale mkoani Dodoma tarehe 13 Juni 2025. Kwa hiyo mpaka sasa ni kwamba dabi sio Juni 15 bali ni Juni 25 mwaka huu. Simba na Yanga watakutana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.